I want to know what is this that I have done? What is it? Ni kitu gani nimefanya? Ya kwamba hata kwa nyumba yangu siwezi kukaa na amani. Kazini siwezi kwenda na amani. Sasa mpaka hata hapa kazi Nairobi siwezi kukuja na amani. Hapo ukiangalia magari imebomolewa, ingine ilikuwa inapigwa ni kama magari imekosea mtu usiku, mkiangalia ilikuwa inainuliwa juu na kutupwa kando. Ile hasara iko hapa ni ya mamilioni na mamilioni ya pesa. Nimefanya kazi miaka 40. Kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days na nitafast bila hata kukunywa maji. Nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Ni makosa gani nimefanya? Mimi nimekuwa kwa koti, nimekuwa kotini kila saa. Account za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen, zilienda huko zikazimwa. Ndio hata nikishikwa ama nifanye nini, hakuna mtu anaweza kunitolea kodi. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Baada ya hiyo tena mambo ya mateso ya siasa, mtu ambaye anafuata, na siku hizi kila mtu anaona, nikienda hata kwa mikutano watu wanaletwa wa kunipigia kelele, na ndio ikae kama mimi sina namna kwenye ground. Lakini sasa baada hiyo yote na mpaka hata kutukua risasi kwa nyumba, sasa imekuja mpaka Nairobi kutoka Kiambu, ndio sasa hapa nimalizwe kibiashara. Nasema haitawezekana kwa vile Mungu wako juu, na Mungu tutafaulu kwa vile Mungu wako na sisi. Kama ni wewe ungekuwa unafanya kazi hapa miaka 40 years, na hawa watu wengi wote, hiyo total 40 years, ungekuwa umeweka pesa ngapi? Hapo ukiangalia magari imebomolewa, ingine ilikuwa inapigwa ni kama magari imekosea mtu usiku, mkiangalia ilikuwa inainuliwa juu na kutupwa kando. Ile hasara iko hapa ni ya mamilioni na mamilioni ya pesa. Lakini ile kitu mimi nimesema, na vile wakili amesema, nataka nijibu ya kwamba kama hatutapata haki, ya kwamba sisi tulikuwa na court order, mimi nitakuja hapa, hawa wachungaji wakinilete. Nimefanya kazi miaka 40. Kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days na nitafast bila hata kukunywa maji. Nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Ni makosa gani nimefanya? Kama sitambua ni makosa gani, basi nyinyi mtakuja kunitoa hapo. Kama jibu haitakuja, nitapanda hapo juu, nitakaa hapo mchana na usiku for 40 days fasting until the truth and until justice is done to me. I want to know what is this that I have done? What is it? Ni kitu gani nimefanya? Ya kwamba hata kwa nyumba yangu siwezi kukaa na amani. Kazini siwezi kwenda na amani. Sasa mpaka hata hapa kazi Nairobi siwezi kukuja na amani. Siwezi hata kwenda kwa mikutano zangu. Kazi ziwezi fanya. Ni makosa gani jameni nimefanya, ambaye kila saa lazima niandamwe? What is it? Yeah. Thank you. Thank you, sir. Basi naomba tuweze kujiandaa kuomba, lakini kabla niombe. Malizia tu tafadhali. Okay, wacheni tuombe basi. Omba tu tafadhali. Tuombe. Wakati unaomba mchungaji, ni vizuri hata nyinyi watu wa habari mtupe macho huko. Utaona kule ng'ambo kuna mijengo ingine iko kwa reli huko. Ukiangalia hapa iko kwa reli. Ukiangalia hata huko nyuma kuna mijengo ingine iko kwa reli. Haijaguswa. Ile imeguswa ni ya Kimani Wamatangi. Hiyo ndio iko na makosa. Kwa nini? Haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio nienda kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, niwaambieni pole sana.
waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa. Kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa. Niseme kwa vile mimi namwamini Mwenyezi Mungu ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya, lakini mikono bado niko nayo. Wamenifanyia haya, lakini akili bado niko nayo.